Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niwakaribishe tena katika kipindi chetu Alqalbu Salim, moyo uliokuwa msafi, moyo ambao unashikamana na matendo yake yaliyokuwa sahihi. Moja ya matendo ya moyo ambayo tunayazungumza hapa katika a'malul qulub, as-sabr, kusubiri. Sabru ni moja katika matendo ya moyo, na sabru maana yake ni kutahammal, ni kuzuia, kujikaza na kukubali yale ambayo aliyokupangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika moja ya mambo ambayo Waislamu wanatakiwa washikamane nayo sana ni jambo la subira, kwa sababu jambo la subira linakuwa tunatembea nalo katika maisha yetu ya kila siku ambayo tunaishi hapa duniani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anawasifia waja wake wema alisema, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Hakika wanadamu sisi wote tuko katika hasara, lakini hasara hii baadhi ya wanadamu wamevuliwa, hawamo katika hii hasara. Hawa ni watu gani? Wale ambao wameamini. Imani tumeizungumza kwamba ipo moyoni, lakini matendo ndiyo yanafanya nini? Yanasadikisha yaliokuwa moyoni. Wameamini, waamilu salihat, watawasau bilhaqi watawasau bisabr, kuhusiana kufanya subira. Subira ni amali iliyokuwa moyoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa katika moja ya kuwahusia viumbe vyake waliokuwa watukufu, kwa maana ya kwamba mitume, moja katika vitu ambavyo walikuwa wanaambiwa hawa mitume, kwa maana kwamba walikuwa wanahusiwa katika kufanya sabr. Lakini kwa sababu tunakutana na ibada tofauti, Mwenyezi Mungu anatujaribu nazo, walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi waljui wa naqsin min alamwali walanfusi walthamarati wabashiri sabirin. Mitihani yote ambayo tunakutana nayo, khawf ambayo tumeizungumza, vifo ambavyo vinatukumba, njaa, kuondokewa na mali na nafsi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wabashiri sabirin, wabashirie wenye kusubiri. Subira hizi ziko aina tatu. Subira ya kwanza ni kusubiri katika kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kusubiri katika kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni vipi? Tunaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa maamrisho mengi sana kuyatekeleza, na wakati mwingine maamrisho mengine ni mazito, tunaona kabisa tunapata challenge katika kuyaendea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katupa imani. Hii imani yetu hii ya kumwamini yeye peke yake inakumbana na vikwazo vingi sana katika utekelezaji wa kudumisha la ilaha illa Allah. Shirki inakuja, tunapatwa na matatizo, watu wanakaribia kufanya mambo ya shirki. Lakini katika kutekeleza na kuilinda imani yako hii, katika kufanya taa hii ya la ilaha illa Allah, inabidi huwe na nini? Uwe na subira. Tunaambiwa kila siku tuswali sala 5, sio kitu chepesi. Unaamka alfajiri kila siku, unaacha kitanda chako, uko kazini saa 7, uko kwenye mambo yako usiku, lakini asabru ala taati llah, kusubiri katika kufanya taa ya Mwenyezi Mungu. Unaambiwa leo hii ufunge, hii ni taa, lakini katika kufunga kunahitaji subira. Unaacha chakula, subira ya moyo wako. Unaacha mambo ambayo mengi umehalalishiwa, subira ya moyo wako. Asabru ala taati llah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
aliwasifia hawa watu ambao wanakwenda katika kutekeleza mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huku wakiwa katika subira. Alikuwa anamuhusia mtume wake, wasbir nafsaka maa alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashiyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka maa alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashiyi yuriduna wajha. Subiri, stahamili Mtume sallallahu alaihi wasallam nafsi yako hii, na hapa pamoja na wale waumini wote, tuweze kuwa na subira moyoni mwetu, tusiwe na kinyongo, tusiondoe hii subira tukawa tunafanya leo tunafanya ibada kesho tunaacha. Tuwe na subira hii, na tuwe nao hawa wanaofanya ibada hizi tuwasubirie, maa alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi, na wale ambao wanaomuomba Mola wao asubuhi na jioni, lakini kubwa lao yuriduna wajha, wanaomba haya yote kwa kutarajia thawabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwake peke yake. Asabru ala taati llah. Lakini katika subira nyingine, asabru ala maasiya, kusubiri kuto kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna vitu vingi sana ambavyo sisi kwa hivi sasa tunaviona kwamba ni vyepesi katika kuweza kutekeleza mambo yetu au katika kuweza kupoza nafsi zetu, ndiyo tunavyoona, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaviandika hivi vitu kuwa ni maasiya. Leo hii kwenda kumsema mwenzako, kumfanyia ghishi mwenzako, wakati unamfanyia biashara, unampimia vipimo ambavyo sio vya halali, vipimo vya ovyo. Lakini si hivyo tu, unaweza ukachinja au usichinje kichinjo, ukaja ukauza kitu ambacho kitakachokuwa tayari ni maita. Haya yote ni maasiya. Lakini wakati mwingine inawezekana ukaona kwamba maasiya haya katika maisha yangu mimi yatanifaa, yatanipatia kitu fulani. Namna gani tunaweza tukastahamili? Lazima tustahamili katika kuto kufanya maasiya. Maasiya ni vitu ambavyo vinakuja vinawavutia watu. Inasemekana kwamba pepo imejengwa na vitu ambavyo ni shahawati, kwamba yani kuna vitu vinavutia ambavyo ukitaka kuviingia vile ndio ambavyo vimezungushwa katika moto, kwa maana kwamba ukitaka kuvigusa vile vitu unaingia motoni. Lakini ni vitu ambavyo sisi tunaviona kwamba ni vitu vizuri. Sasa hivi vitu vizuri hivi ambavyo tunaviangalia kwa jicho letu, kwa ubinadamu wetu, lakini kumbe haya ni maasi. Kwa hiyo wewe utapambana nayo vipi? Na leo hii tunayaona ni mengi sana, maasi ni mengi sana, ambayo kiubinadamu tunayaona kwamba yale ndiyo mepesi kwetu, yanaweza yakatufanyia wepesi wa kwenda kupata yale matarajio yetu au malengo yetu, lakini kumbe yale ni maasi. Sasa wewe kama wewe unatakiwa uwe asabru ala almaasiya, uwe na subira katika kujilinda na maasi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Lakini aina nyingine ya sabr, asabru ala aqdari llah, subira juu ya makadiri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa napo tunaambiwa tusiwe na jazaa, tusifadhaike. Leo unaweza ukapatwa na msiba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ameshakuandikia kwamba ufiwe na ndugu yako na mzazi wako na mtoto wako na mtu wako wa karibu. Qadari ya Mwenyezi Mungu, unachotakiwa wewe uwe na subira. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Subira katika qadari za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo anawawekea waja wake. Unapowekewa vitu kama hivi vikakukuta, basi wewe uwe na subira. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anahadithia moja ya misiba alipata pa kusema, innal qalba la yahzan wa inna al-aina la tadma.
wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, kwamba hakika moyo unahuzunika wakati amefiwa na Ibrahim, lakini pia hakika macho yetu haya yanabubujikwa machozi kwa huzni, lakini hatuwezi kusema pamoja na kadari za Mwenyezi Mungu kuwa nzito, hatuwezi kusema isipokuwa kile ambacho kinamridhisha Mola wetu. Na ndio hapa tunatakiwa tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadha huwa sabr. Manzilatu sabru adhimatun inda Allah. Manzila ya subira yanatakiwa tuwe nayo katika kila hatua ambayo tunaishi nayo, kwa sababu subira hizi watu wanatofautiana katika kuzipokea, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anaomba alhimna sabra, Mwenyezi Mungu tupe subira. Subira haziji hivi hivi, subira zinakuja kwa watu ambao wenye tayari kumkubali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Subira inatakiwa ifanywe, izoweshwe, na subira inatakiwa pia ipate mitihani, ndio tujue kwamba wewe unaweza kusubiri au huwezi kusubiri. Kama subira haipati mitihani, huwezi ukajua kwamba wewe kuna subira. Walikuwa watu wanaambiwa ya ayuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu waf'alu lkhaira la'allakum tuflihun, enyi ambao mlioamini, fanyeni subira, jihimizeni kusubiri, wasabiru, na muwe mnawasubirisha wengine, mnajitahidi. Subirini na fanyeni musabara, kuzizowesha nafsi na miili iweze kusubiri. Warabitu waf'alu lkhaira la'allakum tuflihun. Moja katika vitu ambavyo tunaweza tukafaulu katika kufikia kuwa na hizi subira katika kuyaendea mambo aliyoyamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini kuwa na subira katika mambo ambayo ameyakataza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuendelea kuvumilia na kujiepusha nayo. Kuwa na subira katika akdari na makadiri yanayotokea, mazingira yanayokukuta, mitihani inayokukuta. Haya yote ili uweze kufanikiwa, if'alu lkhaira, fanyeni yaliyokuwa mambo mema. Utakapokuwa unajizoesha kufanya mambo mema, basi la'allakum tuflihun, mtaweza kufaulu na kufikia katika malengo ya kuwa na matendo mazuri katika nafsi yako, matendo ambayo yataakisi subira yako ya kuyapokea yale yote ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekuletea na amekuamrisha na amekukataza na ambayo atakupa katika mitihani. Bihadha alqadri, kwa ufupi huu tutosheke na somo letu la leo la subra, moja katika matendo ya moyo. Tukutane katika kipindi kinachofuata insha Allah. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.